Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Umejaa nguvu na umejaa utukufu. Asante ni kwa sababu mimi na watu wako tuko pamoja Bwana Jehova Jireh, ni kwa sababu ya neno lako lile Bwana Jehova umetupa iweze kuwa kiongozi wa kutuongoza na kutumulikia na kututawalia katika mawazo yetu. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu kutoka mwanzo ulitufungua tukatoka katika vifungo zote tulikuwa tumefungwa ndani yake. Umetuokoa tukaweza kutoka katika kifo. Umetuokoa ukatufanya tukatoka katika maumivu, katika maradhi, katika magonjwa, katika uchungu wa moyo, katika maisha ilikuwa ya kutukanganya kila wakati. Tulikuwa hatuna mwelekeo, lakini sasa hivi Bwana umetupa mwelekeo wako. Wewe ndiye unenaye ndani yetu na wewe ndiye usungumzaye ndani yetu kulingana na vile Bwana wewe upendavyo. Ninakushukuru ni kwa sababu ya wapendwa wetu wale wote tulio nao katika Wendani TV. Tusaidiana kila wakati. Kila mtu anawaita, anawakaribisha. Bwana ninakushukuru kwa sababu Bwana huo ni moyo wa mtu ameacha mambo yale yote yamemzunguka, akasimama kwenye mwanya Bwana Jehova Jireh ndio tuweze kuhubiri pamoja. Asante ni kwa sababu Bwana mfalme, ile kazi umetuitia siku ya leo katika ufalme tulio ndani yake ni ufalme wa kujenga wengine, ni ufalme wa kuwajenga watu. Sio wakati wa kujenga madinagogi, si wakati wa kujenga makathedral, lakini ni wakati wa kujenga mioyo ya watu. Kwa sababu hata Yesu ndani ya maandiko, wakati tunapopata ufunuo vyema, tunatambua na tunaelewa si wakati wa kujenga manyumba, ila ni wakati wa kujenga mioyo ya watu wengi. Kwa sababu Bwana wewe nafasi yako ama mahali pako pa kuishi ni ndani yetu, lakini si ndani ya manyumba. Na unataka ndani yetu tuweze kujengeka na tuweze kuwa sawa na tuweze kuwa na amani. Ndio wakati wowote unapoishi ndani yetu tuweze kuwa msaada wetu. Tunapokea neema, tunapokea amani, tunapokea furaha, tunapokea vyote, na ndio tuweze kufanya wengine waweze kutambua mapenzi yako katika hekima iliyo ndani yako. Pokea sifa Bwana. Ninawabariki wote Bwana Jehova Jireh tufanyao kazi nao, na ninawaombea kazi ya mikono yao ikaweza kuendelea na kuwapa faida zao. Ninawaombea hata wale wote wameajiriwa Bwana, mishahara yao iweze kuongezeka kulingana Bwana Jehova Jireh na ile kazi wanayoifanya katika industries zote zile wanazozifanya kazi. Haijalishi kama ni kazi ya haijalishi kama ni kazi ya mashule, haijalishi ni uwanda gani mtu anayefanyia kazi. Ninawabariki Bwana na ninaomba njia zao na milango yao iendelee kupanuka, kama vile Bwana Joseph wakati alienda mji wa Misri, nafasi yake iliendelea kupanuka hata kama ilikuwa inaonekana kama haiwezekani, lakini kwa uwezo na kwa nguvu na kwa mamlaka yako, na kwa sababu ya jambo lile lilikuwa limekutangulia kabla Joseph hajazaliwa, lilikuja kutimia kulingana na mapenzi yako Bwana wetu Yesu Kristo. Ninawaombea watu hawa wote Bwana wanaotusikiliza wakiwa nyuma ya hema, na wale wengine Bwana tunaofanya pamoja katika tukikaribisha watu wengi na tukifanya yale mengine. Wabarikiwe sana na wainuliwe Bwana, na watamani tu kuendelea na kutenda yote kulingana na vile wewe upendavyo. Ninaomba Bwana Jehova Jireh ni kwa ajili ya neno lako lile tunaofundisha mahali hapa Bwana kila asubuhi. Ninaomba Bwana wale wote wanalolipokea wacha liweze kuwa msaada na usaidizi mkuu Bwana kwa mioyo yao Bwana na katika maisha yao mfalme. Ninaomba Bwana Jehova Jireh shughuli zote za kuzuilia Bwana neema yako iweze kuonekana na jambo lolote lile linaowashindisha mahali pamoja wakizunguka. Ninaomba Bwana sasa liweze kutoweka, sababu umetupa nguvu na mamlaka ya kunena na hata Bwana Jehova Jireh kukomesha hali yoyote ile Bwana Jehova Jireh haitokani nawe juu ya maisha yetu Bwana. Ninaomba kibali kikuu Bwana Jehova Jireh na uwezo wa maajabu tukaweze Bwana mfalme kusaidika
kuweka katika mioyo yetu kupitia neno lako Bwana, kupitia Bwana Jehova Jireh mafundisho yako, kupitia Bwana Jehova Jireh mtakatifu watumishi wako wale umetuma wewe mwenyewe, na ndio waweze Bwana kuinua mioyo ya watu wengi, kufanya mioyo ya watu wengi ipate neema, na kufanya watu wengi Bwana Jehova Jireh waweze kuwa na kibali. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni mfalme, Bwana wetu na Mungu wetu mfalme. Roho nguvu yote, roho wote Bwana, mamlaka yote na ufalme wote unaojiinua juu yetu katika uwezo wako Bwana Jehova Jireh, ikitaka kujionyeshana iko na mamlaka ya juu kuliko Bwana kile tunachokinena kupitia neno lako, ninakikomesha mpaka chini ya miguu yetu katika jina lako Yesu Kristo. Tataniko lolote ine confusion, ninasema Bwana haina uwezo wala nguvu. Ni lazima watu wako wabarikiwe na waweze kufunguliwa, na waweze Bwana Jehova Jireh kupokea fadhili zako kulingana na vile mfalme ulihakikisha kutoka mwanzo. Ninawaombea wagonjwa wote mahali popote walipo wanaonisikiliza, na wale wengine Bwana wataweza kusikiliza baadaye. Ninawaombea na mahali popote Bwana walipo wagonjwa, hata kama hawatujui, ninawaombea Bwana Jehova Jireh amani yako iweze Bwana mfalme kuwa pamoja nao. Nimewaombea uponyaji mahali popote. Nimeomba kwa wale wote Bwana wamefungiwa manyumba zao, wale wote biashara zao Bwana Jehova Jireh zimekwisha, wale wengine wanataka kuweka lakini hawana capital, wale wengine Bwana Jehova Jireh wanataka kuweka makanisa ama kuunganisha watu mahali pamoja waendelee kuwafundisha kwa neema yako Bwana. Ninawaombea wote Bwana Jehova Jireh uweze kuwashidishia neema, na ndio Bwana mapenzi yako iweze kutimia kulingana na vile upendavyo. Baba yangu na Mungu wangu, neno lako linaniambia upendo wako Bwana juu yetu mfalme hauwezi pimika hata kidogo. Umetupenda, unatupenda kwa njia zote mfalme, ni kwa sababu ulituumba ndio uweze kuonyeshana utukufu na nguvu zako juu yetu. Asante. Ninaombea watu wote mioyo yao itamani Bwana Jehova Jireh kutenda kazi ya Mungu, ukitenda kazi yako pamoja nawe Bwana Jehova Jireh, na ndio wakaweza Bwana Jehova Jireh kufanya wengi waweze kutambua siri imefichwa ndani ya Kristo Yesu, na ndio waweze kujua na kutambua Bwana Jehova Jireh kazi ya msalaba ule Bwana Yesu aliweza kusurubishwa juu yake. Loba sheke mayando lobo kotaya liko masembo reketo riandiboni yangarane tedidai koridarete progrenete didai Father Jehova God urabura shontereberia divazete pronteria divazete. Oh Lord Jesus my Father, berok na maroka baboria paruko robo senta rababozaya. Ndio ninaomba Bwana Jehova Jireh watu hawa wote Bwana Jehova Jireh waweze kutambua mapenzi yako wakati wowote Bwana, vile Bwana Jehova Jireh unavyohitaji, na vile unatamani kuwaongoza, na vile unatamani Bwana wasikie sauti yako, na vile unatamani Bwana waweze kutambua kazi iliyofanywa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, na ndio watu wote waweze kuwa na kibali hicho cha kutenda Bwana Jehova Jireh na kufanya mfalme wengine wengi Bwana wawe na amani na furaha. Tusaidiane mmoja kwa mwingine, kusiwe na vita wala chukizo, kusiwe na Bwana Jehova Jireh mtakatifu na jambo lolote linaweza fanya mtu mwingine aweze kuinama. Ori karababozaya maelebeto makazi yoyote ama mambo yote ya kuingiliana. Ori vishota rababozaya. Ninaomba Bwana mioyo ya watu iweze kupokea amani, sababu mahali popote amani ilipo haukuwezekani Bwana kuwa na vita wala kuchukiana wala kuingiliana wala Bwana kupigana. Berino saraba kutarababosh rakrane tedidai Father, wacha neno lako lijitendee kazi. Wakati neno lako linalofundishwa ndio linatubuild, ndio linatujenga, ndio tunatambua, ndio tunaelewa yote yale Bwana Jehova Jireh iliyo na msingi. Nimewaombea wote, wale wote wanaokimbizwa na maadui wao, wale wote Bwana Jehova Jireh wanasema ya kwamba ni kama wamefungwa ama walifungwa. Ninawaambia ya kwamba hawajafungwa, ni kwa sababu Kristo Yesu wewe ndiye ulitufungua na minyororo yote na nguvu zote zikaweza kuondoka. Wewe ndiye ulitutoa katika wafu Bwana, na sasa hivi Bwana tunaongea utukufu na nguvu na mamlaka na uwezo wote Bwana pamoja nasi. Wabariki Bwana wote, na wote waendelee kutambua ya kwamba si sasa wamebarikiwa, walibarikiwa. Sasa ni baraka iendelee kuongezeka katika maisha yao. Amani yako iwe pamoja na watu wote, na nguvu zako ziweze Bwana Jehova Jireh kuwa nasi pamoja sisi wote wakati huu tunaendelea kusikia neno, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Ni kwa neema tunakutananga ndani ya Wedani, ni kwa neema.
Na wendani Bwana aiweze kuibariki na abariki wote walio ndani yake, na wote walitambua hiyo miaka tumekwisha kutana mahali hapa. Mungu aendelee na kuwainua. Yani naobanga kila wakati muendelee na kubarikiwa, muendelee na kupanuliwa, watoto wenu waendelee na kutambua mapenzi ya Bwana, wakiendelea tu kukua. Hiyo ni ombi langu. Watoto wenu wawe na upendo, watoto wenu wawe na umoja pamoja. Kusiwe na vita, kusiwe na mmoja wao mkorofi, na kusiwe na mmoja wao akona kijicho. Na waombea wote waweze kuwa katika neema ile Kristo Yesu anatupa ya kufanya tuweze kuwa katika upendo wakati wowote. Naombea hata wazazi wenu mahali popote walipo, waweze kujua na kutambua siri ya msamaha wa dhambi, ule uokoaye watu kutokana na giza ile yani giza ile inaotawala katika maisha yetu wakati wowote tunapoendelea na kuishi katika huu ulimwengu. Haleluya. Na ninaelewa na ninatambua ya kwamba maisha yako haitakuwa na madhara yoyote, sababu hata kama mambo yatakuja, kutainuka mambo mengi, Mungu wetu yu pale akupiganie vita. Vita yote, vita si yako. Hivyo ndivyo maandiko inatuambia. Vita si yetu, vita ni yake. Kazi yako ni kumjulisha kuna vita. Kazi yako ni kumjulisha matendo yake makuu na matendo yake ya ajabu yale ametufanyia. Kwa hivyo usiogope, mtu wa Mungu. Usiogope kamwe. Mwenye nguvu na mwenye uwezo yu pamoja nawe, aweze kukushindania, kukupigania na kukuokoa na mambo yale yote ya udhalimu shetani anafikiria anaweza kukupinga nayo. Wewe Mungu anakujua. Na usiulize Mungu ya kwamba kama anakuona mahali ulipo. Nakwambia sio saa hii anakuona, alikuona na anaendelea tu kuwa anakutambua. Mungu hakuna wakati atasahau na wewe, kwa sababu pendo lake ni kwetu sisi. Kwa pendo la Bwana ni kwa wewe. Bwana asifiwe. Na ndio wakati wowote nikiwa hapa nasikianga nikiwa na amani sana na furaha nyingi, kwa kujua ya kwamba tunanena na yule aliye tujali kutoka mwanzo. Alitujali. Aliondoa vitu vyote, akamuona mwanadamu ndiye tu atainua. Na tumeinuliwa pamoja nawe, tumebarikiwa pamoja nawe, tumefunguliwa pamoja nawe. Vile Mungu alivyo, hivyo ndivyo tulivyo, na ninataka uamini hivyo. Haijalishi jana ulifanya kitu gani, haijalishi mizigo umebeba ni mizigo ya aina gani, ujue ya kwamba leo, asubuhi ya leo, vile Mungu alivyo, hivyo ndivyo ulivyo wewe hapa ulimwenguni. Haleluya. Vile afananavyo, hivyo ndivyo na wewe ufananavyo naye. Vile alifunguliwa katika kifo, hivyo ndivyo amekufungua wewe katika kile kifo. Vile alifunguliwa katika magonjwa, hivyo ndivyo amekufungua wewe katika magonjwa yale. Vile alihubiri uzuri na utamu wa ufalme wa mbinguni, hivyo ndivyo nao utawala ule ndani yako unaotawala ndani yako. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu, ni mkamilifu, na ni mwenye nguvu, na uwezo wote juu yake. Na kwa sababu mimi na wewe tumeitanishwa na yeye, sisi tumepokea neema speciali kuliko wengine. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe umebarikiwa, umefunguliwa, umepewa kibali. Bwana asifiwe. Upendo ulio ndani yake uko ndani yako. Ushindi ulio ndani yake uko ndani yako. Uponyaji ulio ndani yake uko ndani yako. Vile atendavyo ndivyo nawe unatenda. Vile anenavyo ndio wewe. Yani ni kuamini tu.
kitu ate ndio mambo hayo yote iweze kuwa hivyo. Hapana. Upendo wa baba wetu hatufanyii kazi hata kidogo. Yeye amefanya ya kutosha. Bwana asifiwe. Mungu wetu amefanya ya kutosha, ametufanyia ya kutosha. Haikuhusu wewe ufanye kitu chochote. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio ninanena utukufu na nguvu zake wakati huu. Yes, anatupenda. Wacheni tufungue neno. Tufungue neno katika kitabu ya Colossians. Our topic ya jana na leo imetoka katika kitabu ya Colossians. Fungua pamoja nami tuendelee na kuisoma neno kadri na vile baba wetu atatuongoza. Haleluya. Tumwambie Bwana asante. Wacheni tumwambie Bwana asante asubuhi ya leo, sababu yeye ndiye mwaminifu. Katika kitabu ya Colossians 4. Fungua 4. Hatuanzi na tu, najua unajua tu. Kwanza Colossians 4 mstari wa 12. Colossians 4:12. Ni upendo wa Bwana umetuzunguka. Na sio kutuzunguka humo ndani yetu. Nampenda Bwana wetu Yesu Kristo. Haijalishi unapitia wapi, haijalishi mambo iko namna gani, kile kinajali ni ya kwamba yu ndani yako unamwamini. Yes. Mwamini na uone mambo hayo yote inataka kujieleta, ikitaka kukukorofisha, haina uwezo wowote. Colossians 4:12. Colossians 4:12. Wacha nisome. Inasema, Epaphras, hallelujah. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you. Yeah. Amekusalimia. Saluteth you. Always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. Hallelujah. Nikiona kitu kama hii, naulizanga masaa itafika saa ngapi nikwambie. Nikuelezee vile ninavyo kufikiria. Sababu saa hii mnaona nikiongea, ninakupa mawazo yangu. Na sio mawazo yangu tu, ninakupa mawazo yale iliyo ndani ya Kristo kuhusu upendo, umoja, kushirikiana katika neema ya neno la Mungu, kutiana nguvu mmoja na mwingine. Niwe mambo haya mnaona tunayoyasoma. Neno hili mnaona tunalolisoma. Hatulisomi kwa sababu tunalisoma kwa sababu ndio nguvu zetu, ndio uwezo wetu, ndio mamlaka yetu, ndio uponyaji wetu, ndio uzima wetu, ndio upendo wetu. Yani hili neno ndio limebeba everything. Na ndio hata Epafra ananena akasema kwa Kiswahili, Epafra aliye mtu wa kwenu, kama vile mimi ni mtu wa kwenu. Epafra alikuwa ananenea kanisa ya Colossians, sababu alikuwa amependezwa nalo, na walikuwa watu wa moyo wake. Haleluya. Kama vile wewe siku ya leo, wewe ni mtu wa moyo wangu. Hata kama wewe uko nje na sikujui, wewe ni mtu wa moyo wangu. Na wakati wowote ninafanya dua ndio maisha yako iweze kuwa kamili. Wakati wowote tuwe tunakutana, uwe unasikiliza neno. Haleluya. Nyakati tuko, sio wingi wa watu, sio udogo wa watu. Kile kiko ni wewe, mimi. Yes. Mimi ninaitanishwaje na Mungu wangu? Na kuitanishwa mimi na Mungu wangu, nini kitafanya niweze kutambua ama wengine watambue
yani kuna uhusiano mwema mimi na Mungu ni kwa kulisikia neno na kuliamini. Bwana asifiwe. Kwa dhamana naro kulingana na vile linavyohitajika. Epafara akasemaje? Epafara aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo. Hallelujah. Kama vile nilivyo, I'm a servant of Christ Jesus. Na wewe ni nani? Mimi nataka uwe kabisa na uamini ya kwamba wewe ni mtumwa wa Yesu Kristo. Na wasalimu sana, anatusalimu na tumesalimika tuketwe kanitha wa Colossians. Na ole uo mode ni ndiye ndiramugeithia, ni Apostle Radio ramugeithia. Salimikeni nyinyi wote kwa uwezo na kwa mamlaka ya Mungu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kudhibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Ombi langu ni hata mimi niombe ingine gani? Hebu nikuulize, nikuombea ingine gani? Na kukuombea usimame na uwe mkamilifu. Haleluya. Nimekuombea maombi yote. Halo. Katika kitabu ya Ephesians inasema tuombe maombi yote. Na mimi nimekuombea maombi yote. Wakati nimekuombea uweze kuwa mkamilifu na usimame udhibitike vyema. Maombi yote ya lugha. Nimekuombea maombi yote katika maisha yako, katika maisha ya familia yako, katika biashara zako, katika afya ya mwili wako. Nimekuombea. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Akawaambia hivyo, nimemuombea ukamilifu mdhibitike vyema. Mstari wa 16 inasema 16 inatuambia ya kwamba, and when this epistle is read among you, cause it be read also in the church of the Laodiceans, and that you likewise read the epistles from Laodicea. Bwana asifiwe. Huo mstari wa 16 wa 16, hiyo mstari wa 16 inatuambia na Kiswahili ya kwamba, ate waraka huu ukiisha kusomwa kwenu, fanyeni kwamba usomwe katika kanisa la Laodicea pia, na ule wa Laodicea usomwe na ninyi. Bwana asifiwe. Na wewe, mimi ninakusomea, na wewe naomba somea your neighbor, fundisha your neighbor, elekeza your neighbor. Wewe mwenyewe, ninyi msomee kanisa wa Laodicea. Na mimi nasema wacha Laodicea, kanisa wa Laodicea uweze kuwa ni your neighbor, yule hamjajuana, lakini mtapatana na uweze kumwambia ya kwamba kuna nguvu katika msalaba wa Kristo Yesu. Wakati ule aliposulubizwa, alifanya mambo ya ajabu, ulimwengu mzima ukapokea neema ya ufufuo. Wabie huyo mtu aliye nje ya mapenzi ya Bwana, yule aliye gizani, yule aliye ndani ya dini, fanya macho yake iweze kufunguka, iweze kutambua kazi ya Kristo Yesu, ile iliyofanyika kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Yesu alifanya maombi yote juu yetu. Yes, Yesu alituombea. Yesu Kristo alituombea
Yesu Kristo alitufia. Kukufa ni kuomba. Ati naombea watu hawa na nimetoa mwili wangu, nimetoa maisha yangu kwa ajili ya huyu mtu. Huyu amejitoa, amekuombea kuwa na uzima katika maisha yako. Yesu alitangulia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ati namba 13, tuchanganyike hivyo, tuingie 13. Hiyo tu, Colossians 4:13. For I bear him record that he had a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Hey. Maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu na kwa ajili ya hao walioko Laodikia na kwa ajili ya hao walioko Hierapoli. Bwana asifiwe. Kuwa na juhudi kwa sababu ya mzazi wako. Atabue siri imefichwa ndani ya neno la Bwana. Nyuma ya Kristo sio mizaredi tu ilikuwa amepigwa. Haleluya. Nyuma yake upendo. Hiyo misheredi mimi sioni ikiwa mishelendi. Mapigo hiyo. Ninaona upendo wa ajabu umefichwa nyuma ya mgongo, nyuma ya Kristo. Ndio sisi wote aweze kutuunganisha tuweze kukua kitu kimoja. Ndio aweze, yeye alisimama katika nafasi ya kuondoa kiambazi. Kile kilikuwa kimetutenganisha na baba yetu mfalme. Na Kristo alikuwa anataka sisi na yeye tuweze kuitwa baba moja. Naye yule muofu alikuja akaleta baria. Ile baria ikafanya mimi na wewe na Mungu tuweze kufanyika maadui. Lakini baba wetu Yesu Kristo, yeye yule alichukua jukumu na mamlaka yote, ndio afe msalabani, akakufa msalabani. Dhambi zetu zote zile zilikuwa zimetufarakanisha pamoja na Mungu, zikaondolewa mara moja ya kutosha. Haleluya. Akamaliza ile kazi. Biblia inasema ya kwamba na sasa amekaa katika mkono wa kulia wa Baba. Haleluya. Akigoja maadui wake wote wawekwe chini ya mguu wake. Haleluya. Nina furaha sana wakati wa siku ya leo. Hii kazi ilikuwa inafanywa na akina Epapharas na wale wengine wote. Hiyo ndio tunafaa tuweze kuwa tunaifanya. Ya kufanya nini? Ya kuwajulisha our families, kuwajulisha nchi yetu, taifa letu, watu wetu, makanisa yote ya kwamba kuna kazi hawajaitabua vyema iliyofanyika. Yani tuwajulishe, tuambie kama watu hawajui. Yule anajua atajitambulisha na utaelewa, anajua siri ya msalaba ama siri ya msamaha wa dhambi. Sababu wengi wanafikiria wanajua, lakini wacha nikwambie ukweli. Watu wanajua tu damu ya Kristo ilimwagika. Na ndio wanaichukua mpaka pamoja na mapasta wao. Wanaenda kuimwaga kwa barabara. Wanaimwagilia manyumba, wanaimwagilia magari. Bwana asifiwe. Jana tuliona ya kwamba Yesu Kristo alibadilishwa na vitu zingine. Mafuta ikaletwa mbele ya Kristo. Sasa watu wananena tu anointing. Haleluya. Hadi kachifu zikaletwa. Ubatizo ukaletwa mbele ya Kristo. Bwana asifiwe. Mambo mengine mengi Yesu amefanywa nini? Amebadilishwa nayo. Urembo, kutoa fedha na kutoa tithe. Kama tithe ilibadilisha Kristo kabisa. Kristo hakuna mahali anaonekana na kazi yake. Watu wanaona tu, wanatazama tu tithe. Na hakuna mtu atabarikiwa kwa sababu anatoa tithe. Haleluya. Tithe sio kitu, hata haifai kutolewa kanisani.
Bwana asifiwe. Pole kwa kusema hivyo. Pole kwa sababu ninajua sasa nimeanza kutengeneza maadui. Lakini neno hili wakati tunapofundishwa, Kristo alikuja ulimwenguni akaanza kulifundisha. Yesu hakufundisha juu ya tithe. Haleluya. Mitume hawakufundisha juu ya tithe, ni kunena wamenena tu, ukanaona ni kamstari kamoja, kamapo kidogo kamenenwa kama Hebrews, na tunaelewa mambo yote yale vile inaendelea. Bwana asifiwe. Ndani ya Old Testament tithe ilikuwa inatolewa na makuhani, sio watu hawa wengine. Na tena hiyo tithe ilikuwa inatolewa kwa sababu ilikuwa aina ine. Kwa hivyo watu wanafaa waambiwa ni tithe aina gani wanafaa kuitoa. Bwana asifiwe. Aina 3 ama 4, na hatuambiwi tusi, tunaambiwa tutoeni tithe, na ile tithe wanasema wakiwa wanaimulika ni fedha. Na tithe ya wakati wa Old Testament, kwa sababu hiyo ndio imenena sana juu ya tithe, ilikuwa inanena kuhusu chakula za mashambani, sio fedha. Bwana asifiwe. Haleluya. Injili ilibadilishwa. Wacheni nimwambie watu wa Mungu kile tunafaa kulingana na New Testament. Yesu akasema tujitolee kwa moyo mkujufu, tukiibariki kazi ya Bwana, ndio kazi ya Bwana iweze kuendelea. Na mtu yeyote aliye na moyo wa Kristo, mtu yeyote amepokea moyo wa Kristo, hahitaji tithe hata kidogo kuitoa. Hahitaji hata kutoa kitu chochote. Anahitaji Kristo akitosherekea ndani yake. Huyo mtu atajitoa kwa njia zote, kwa mamlaka yote. Kazi ya Mungu haitafungiliwa, hata kama inahitaji mamia ya pesa ataitoa, sababu Kristo amemuiga mwenye amemuita. Kristo alikuwa giver, na hata kwa siku yake ya kwanza hata kukuja ulimwengu alijitoa. Haleluya. Alijitoa yeye mwenyewe ndio aweze kukamilisha watu, akatupa uzima. Kwa hivyo yeye ni supplier ya mambo yale yote watu wanayohitaji. Na sisi tukimpokea vile alivyo, tukimpokea tu, tutakuwa suppliers, tutakuwa givers, tutakuwa watu wasio na moyo wa kujifunga kutenda matendo makuu. Tutashukuru ni kwa sababu ya watumishi wa Bwana, wale wanaotufungua macho na kufanya tuweze kutambua kazi ya Kristo Yesu na mamlaka yaliyo ndani ya neno, na kwa nini Kristo Yesu alisulubishwa msalabani, na kwa nini kazi ya Kristo yaendelea kulingana na vile tunavyohitaji, inavyohitajika katika ulimwengu. Watu wa Mungu, kanisa la Bwana si kuenda tu, na kanisa la Bwana si kukula meza na kukunywa divai. Hiyo yote imepitwa na wakati. Kristo Yesu ndiye divai yetu. Kristo Yesu ndiye mkate wetu. Yeye ndiye alisema ya kwamba mimi ni uzima, mimi ni mkate wa uzima. Haleluya. Kwa hivyo tunafaa tuweze kuamini Kristo, yeye aliye mkate wa uzima. Tuweze kuamini Yesu Kristo, yeye aliye divai. Haleluya, ya kweli, damu yake ribo sheka na maya. Tunafaa tumwamini yeye. Sio wakati wa kutazama mambo fulani na fulani, tunaibadilisha na Yesu. Tunatoa maushuhuda imetoka kichakani, yenye hata haihusu hata kunelewa watoto wadogo. Lakini kwa sababu ya upumbavu wa akili zetu na mioyo yetu, na kutotambua neno la Bwana, na kutofafanukiwa nalo, tunashuhudia mambo isiyo na msingi. Tukiinua watu tukiinua watu, tukionyesha Kristo tukiwa tumeficha Kristo na mtu. Tunafaa kushuhudia Kristo, tunafaa kushuhudia kazi ya Kristo, tunafaa kushuhudia matendo ya Kristo. Na matendo ya Kristo ni neno la Bwana kupitia kufa, kuzikwa na kufufuka kwake katika kazi aliyoifanya ya msalaba. Haleluya. Hakuna kazi ingine ya ajabu, na hakuna mambo mengine yameonyeshana makuu kama msalaba wake
na kazi yote ilifanyika mahali pale. From Genesis to Revelation, from Genesis to Malachi, yote yanena kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo, na utukufu ule uliofuata wakati ule alienda katika ufalme, alirudi katika ufalme. Yeye ni Mungu wetu, alitupatia kibali, akafanya tuweze kukubalika na kueleweka vyema mbele ya Bwana. Oh, haleluya. Ukiona akina Epaphras wakiambia watu edeni muambie watu wa Laodikia, edeni muambie watu wa Hierapolis, nyinyi wenyewe edeni muambie, kwa sababu wanataka injili ya Kristo iendelee na kunenwa na kupeanwa kila mahali, yaani pasipo kujiangalia, pasipo kuangalia nitatumia fare pesa ngapi ya kwenda, ya kutoka hapa kwenda Thika, ya kutoka hapa kwenda Nakuru, ni kwa ajili ya neno la Bwana. Yaani unajitolea kiasi gani ndio kazi ya Bwana iweze kumfikia mtu aliye ng'ambo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haijalishi usikaweze kujifungia, usiweze kufungia baraka ya mwingine, wewe ndiye uko nayo. Unajua watu wanatakaga kuambiwa usifungie baraka yako, na mimi nakuambia asubuhi ya leo, usifungie baraka ya mwingine, wewe ndiye uliye nayo. Kama saa hii ninakubariki, na wewe enda ukabariki mwingine. Sikuitishi fedha hapo, nakuambia bariki mwingine, na usimbariki na fedha, bariki na neno lile unalolisikiliza. Bwana asifiwe. Si chakula anahitaji, anahitaji neno la imani, ndio kwake chakula ziweze kuchipuka, kuweze kuonekana mambo yale yalikuwa matatizo ivumbwe. Hiyo shimo livumbwe mahali ilikuwa inaingilia. So ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo. Tukiendelea tuangalie pamoja nawe tena katika kitabu hiyo tu ya Colossians, lakini tutaangalia 3. Colossians 3. Wacha tuangalie katika Colossians 3 mstari wa 13. Wacha tuangalie from 13. Colossians 3 tuangalie from 13. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, even as Christ forgiven you, so also do ye. Yes. Hatuwezi hubiri kama hatuna moyo wa kusameheana. Hata kama mtu amekufanya namna gani, hata kama mtu amekuudhi na njia ya aina gani, kuwa na moyo kama wa Kristo. Kristo alikuwa na moyo, hata kama wakati alikuja 3.5 years akavaa mwili wa mwanadamu, na wakati ule alikuwa anazunguka, watu walikuwa wanamuingilia, wanampiga, wanataka kumuua, na mwishowe walimuua. Bwana asifiwe. Alikufa, lakini moyo wake haukufanya nini? Haukubadilika yale aliyokuwa anatarajia kuyafanya katika ulimwengu. Kile kilifanya aweze kutumwa ulimwenguni, alikitimiza kwa moyo wa upole na kwa moyo wa amani. Mimi na wewe tunahitajika kuwa katika moyo wa, Kiswahili inatuambia mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Kwa hivyo sisi tulisamehewa, na vile tunasemaga Baba wetu aliye mbinguni, na tunasemaga tu tuseme, sababu hata wakati unaposema hausamehei yule amekukosea. Nafurahi sana wakati ninapofundishwa, ninafurahi sana wakati ninapoelekezwa, sababu pasipo mafundisho singeweza kujua ya kwamba ninahitaji kuwa na moyo kama wa Christ. Moyo ule unasameheana, na ukisameheana unasupply. Unasupply ule upendo, inasupply ule umoja,
inafanya watu waweze kuwa na happiness. Joy inawazunguka watu pamoja. Ukweli unanena ndani ya watu wengi kwa sababu kuna mtu mmoja alisamehea yule mwingine. Oh, haleluya. Lakini watu wengi hawana huo moyo wa kusamehe. Wanasema nimesamehe lakini sitasahau. Hapana. Tuombe Mungu hata hiyo kitu inaitwa kusahau kiweze kuwa ndani yetu. Ndio tuweze hata huyo mtu ametukosea tuweze kumpa siri iliyo ndani ya msalaba. Msamaha wa dhambi ule Kristo Yesu aliyoupeana. Bwana asifiwe. Tusameheane. Yani tusameheane sisi mmoja kwa mwingine. Tuongozane mmoja kwa mwingine. Tushikiriane mmoja kwa mwingine. Tusaidiane mmoja kwa mwingine. Hakuna mtu ajiwezaye mwenyewe. Na mwenye hataki kuelekezwa wala kufundishwe anakuwa mjinga. Anakuwa mjinga kwa sababu mimi kama si kufundishwa, niambie ya kwamba ate ufalme wa mbinguni na uzima wa umilele ulipokelewa kwa njia nyingine mpya pasipo sheria. Kama mimi singeweza kuambiwa hivyo, ati uthamaki wa Ngai ni wamukiritwo na njira ngejero hatari na watho. Ati na nabii ni aira au horo ucio. Hallelujah. Ati wow, when you forgive, you supply the wrath of Christ. Amazing, yeah. Hivyo ndivyo Susan. Yes. Unafanya mtu mwingine alikuwa katika kifo, kujiua, kufanya kitendo kibaya. Woi. Unafanya aweze kuwa na amani na anaokuwa, yani hata yeye anaendelea, yani wakati hata ukishuhudia yale alikuwa ndani yako. Lakini kwa sababu ya neno la Bwana wakati lilipohubiriwa, ukasikia mawazo yako imebadilishwa, moyo wangu ukasikia umebadilishwa. Hiyo ndio ule ushuhuda mwema wa kufanya mtu aliyekuwa na chuki na mwingine akaona si kitu huyo mtu amemfanyia, sababu hata haitoshani na kifo kile Yesu alikufa msalabani na akaniokoa kutokana na hali yote ya dhambi. Nilikuwa ninaitwa mwana wa kuasi. Ulikuwa unaitwa mwana wa kuasi. Lakini wakati Kristo Yesu alifanya hiyo kazi, niliitwa mwana wa Mungu na wewe ukaitwa mwana wa Mungu. Sisi wote pamoja na Kristo tukaitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya tendo moja la haki lile Yesu aliweza kufanya wakati alipoingia patakatifu pa watakatifu na damu yake yeye mwenyewe, sio ya wanyama. Damu yake akatoa dhabihu moja ya kutosha. Ndio mwanadamu aliye katika ulimwengu aweze kuitwa mwana wa Mungu kwa uwezo wote na kwa mamlaka yote. Bwana asifiwe. Na wakati ule hiyo kazi ilikwisha, Kristo Yesu akainuliwa. Oh, haleluya. Kristo Yesu akainuliwa. Alikaa kuzimu siku 3. Siku ya 3 akafufuliwa. Akainuliwa mpaka juu. Bwana asifiwe. Ndio aonyeshane na kila mtu aweze kuona na kudhibitisha ya kwamba Mungu ameshinda kifo na mauti. Haina uwezo tena kuhusu ama juu ya mwanadamu. Haleluya. Upendo wa Bwana upo pamoja nasi. Ate tumesoma hiyo tusameheane. Wacha nirudie na Kiswahili. Ate mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo tusamehe ninyi, vivyo nanyi. Number 14. And above all, this thing put on charity, which is the bond of perfectness. Zaidi ya hayo yote, jifikeni upendo. Ukisamehea, hiyo ni njia moja ya kuonyeshana nimejifika upendo. Nimejifika upendo. Ndio
ndio kifungo cha ukamilifu. Ukamilifu haupatikani mahali pengine isipokuwa tu katika msamaha, ndio upendo uweze kudhibitika. Ukamilifu wa Bwana, ukamilifu. Gikuyu ikuga atia hihi? Tareke nyone Gikuyu mundu wa Ngai. Ni cigana? Ni ithatu muhari wa 14. Tareke tuigue Gikuyu rauga atia? Ninge gukira maundu macio mothe ri, giagai na wendani. Warikia kuohanira automatically wendani ukaruga, ukaingira, ukaigua wendete mundu ucio urakwihitiirie. Ni ndiramenya uria ndiroiga. Nyona riria mundu ahiteirie, njigua ngoro yakwa wi mwendete. Bwana asifiwe. Na niguo wohanagia maundu mothe hamwe, niguo magirire kuna wendani. Ndio unafunga mambo yote pamoja, ndio yaweze kuwa yaweze kuwa mazuri zaidi, na iweze kukamilika zaidi. Hebu jiulize, mstari huu wa 13 na huu wa 14, watenda kazi ndani yako, wafanya kazi ndani yako. Ni mambo gani na gani umeshindwa na kushuruhisha? Sababu haukuwa unajua njia ya shuruhisho. Nimekupa shuruhisho, sio ate ufanye kitu chochote. Samehe aliyekukosea. Number 2, muonyeshe upendo. Bwana asifiwe. Namba hiyo inafuata namba 15. And let the peace of God rule in your heart. Let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called in one body. And be you thankful. Ebu, mimi na wewe sisi ni watu wa mwili mmoja. Tumefunganishwa na mwili mmoja wa Kristo. Tumefiwa na mwili mmoja wa Kristo. Tumeitwa katika mwili mmoja wa Kristo. Bwana asifiwe. Mimi sitaki kujua kama kuna mganga, mshawi na devil worshiper. Mimi sitaki kujua. Ni yeye ninanenea, huyo mshawi, huyo kisiwi, huyo kipofu, huyo maraya aendaye akiiba waume na wake wa wenyewe, na mnenea pasipo mimi kutaka kujua ni kazi gani anayoifanya. Huyo lesbian, huyo gay, neno la Bwana linamnenea. Haleluya. Ndio Baba alisema endeni mkiwanenea. Sababu Mungu wetu hapangui. Yeye hapangui. Yeye hataki kuangalia na jicho kama lile tuwaona nalo. Sisi tunaona gay, tunaona lesbian. Sisi tuwaona maraya, tuwaona waizi, tuwaona wagaga na washawi. Lakini Mungu aona watu wake. Mungu aona watu wake wanaelekea kuwa watoto wake kwa sababu ya kusikia neno na kuliamini. Tunawaona walianza kubadilika hata katika Biblia. Na walikuwa international kwa kutenda kazi zile walikuwa wanaitenda, lakini Bwana wetu Yesu Kristo hakuwatazama. Sababu kama angewatazama, wale wote walimuua, wale wote mtu yeyote alichangia, angekufa kifo ingine sijui ni aina gani. Lakini nashukuru wote alitoa neno moja, yote imekwisha. Yote imekwisha. Nimemaliza kwa watu hawa wote, chochote kilikuwa kinawasumbua. Nimewasamehe dhambi zao, na uasi wao haitakumbukwa tena milele na milele. Wote mpaka wale walikuwa wamemsulubisha. Bwana asifiwe. Oh, haleluya. Huu ni upendo wa ajabu. Upendo usio
sijui tunaweza sema ni upendo wa aina gani. Kiswahili inatuambia, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo iamue. Amani ya Kristo iamue. Bwana asifiwe. Mioyoni mwetu. Ndio mlioitwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Yes, watu wa shukrani. Watu wako na jicho la kuona ile kazi ilifanyika. Hiyo kazi ilifanyika, nitailipa namna gani? Nitailipa kwa upendo. Nitailipa kwa kusamehe. Nitailipa kwa amani. Sio kwa fedha. Sio kwa kununua manyumba. Kununulia hata watumishi. Sio kwa kwenda kuona watu mahospitalini. Hapana. Wengine hata wanaenda kuona watu mahospitalini lakini wako na kile lakini neno la Bwana mahali pale Colossians 3 tumeisoma from 13 na tumefika hapa number 15. Na kuambia mtu wa Mungu, uamuzi ni wako. Mungu ametupa, ametufundisha, ametuelekeza. Ametuambia ile kitu mimi ninacho kitaka na kihitaji nimfanye hivi na hivi na hivi. Muwe na amani, muwe na upendo na msameheane. Waambieni wenzenu walio mbali na walio karibu, sababu nimempa mamlaka na nguvu na uwezo ya kwenda mkiwahubiria na kuwaponya na kuwafungua na yale yote inaowadhuru. Hiyo ni kazi ya Kristo na aliacha kama ameinena. Kwa hivyo uamuzi wa upendo, uamuzi wa msamaha, wa kusamehea, uamuzi wa kuwa na amani ni wako. Sababu wakati maadui wamekuzunguka hauwezi kuwa na amani. Moyo wako unakuwa na ghadhabu kila wakati. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninajua mtu yeyote aliye na mtu wamechokosana hanaga amani akimuona ama akimkumbuka. Na ndio ile amani iweze kudumu ndani yako, enenda shuruhisha hiyo shida. Wacha uitwe mpumbavu, wacha uitwe mjinga. Kubali tu kufundishwa, kuelekezwa. Yule anayekuelekeza neno la Bwana anaelewa ni nini anakuambia. Wakati watu wawili wakichokozana, kuna milango wanajifungia wenyewe. Kuna milango wanajifungia wenyewe. Misaada iliyo ndani ya watu wengine, na ndio mko na chukizo na wao, na huo ndio ule msaada unahitaji, hauwezi upokea. Hata kuna wakati mwingine unasema fulani kama tunaongea na fulani, ningemwambia aongee na fulani sababu fulani ndiye na yeye ndiye rafiki yake. Sasa unakuta milango umefunga. Mambo mengine haiwezi timia. Na hiyo ndio ilikuwa njia, na hapo ndipo palikuwa na nafasi. Wakati neno linaponena, elewa na utambue ya kwamba halineni tu, linakuelekeza kwa sababu ya msaada wako ule unaohitaji kesho. Unaweza angalia mtu uone ule mtu ni mtu rahisi sana, ni mtu hohehahe, ni mtu anaonekana kama akili timamu, ana akili timamu, lakini yeye ndiye msaada wako. Wakukuinulia gunia ulikuwa haungeweza, ama ilikuwa na uchafu na and you are smart. Auone ameinua na anaipeleka pande ile nyingine. Na ulikuwa unamuona na udhaifu. Ako na uwezo wote na nguvu zote za kukusaidia hata kama uko na magari. Sioni vile unaweza kuwa na gari katika mahali slippy, mahali kuna ile matope, na gari yako imeshindwa kutembea. Wewe uko na kiatu ya white. Unaona? Wewe uko na kiatu kizuri, nguo mzuri, uko kwa gari na uko unatarajia kuna mahali kama pale unaweza enda kuingia.
Lakini wale walio na uchafu na wale wanaonekana kama akili zao si sawa, wale wanaonekana ni watu tu hivi, hao ndio wako na msaada wako. Wewe jifundishe kupenda watu, jifundishe kusamehe watu, jifundishe kuingiana na watu wote. Wanaweza kukukomesa, na mtu anaweza kukupatia neno la kukusaidia mawazo yako itoke katika udogo, katika upumbavu, katika kutotabua mambo na njia ingine kuu. Ukute mtu amekuja amekunenea, na wakati amekunenea ukute yenyewe kabisa kuna akili amekuongezea, lakini ulikuwa unamuona tu sababu wewe uko na fedha, sababu wewe ni tajiri, sababu wewe uko na mali, sababu wewe ni mwalimu, ni daktari, sababu umeokoka, unaongeaga na lugha, na akwambia hayo yote haina kitu. Kile kinahitajika ni utabue kila mmoja wako watu wote, kila mmoja ako na msaada wako, kila mmoja ako na msaada wako. Mwadhani ya rogoshi omudu unawamuona hana ati adariki umenye no teithio waku. Unakuru ni mudu wa mutheboriku, unakuru ndathomire ndakwira nama kundu kungi githomo gitirabatarania, mahali kwingine si masomo. Haleluya! Jifundishe kukaa na watu vyema, jifundishe kukaa na watu kwa upole, jifundishe kukaa na watu. Salimia watu wakati unapotembea, simama na watu wakati unakutana nao, wale zungumza na wao, ondoa kiburi, usijione. Biblia inasema hata kama wewe ni tajiri, uko na fedha nyingi, pesa, katika kitabu ya Proverbs zinamea mabawa, unakuta zimeburuka, inakukuta wewe wazi bure. Unakuwa mbaya kuliko wale walikuwa na uko chini, wale ulikuwa unatazama na jicho la kinyongo kwenda. Haleluya! Inuka, jikokote. Sema ya kwamba sisi wote ni wa baba mmoja, sisi wote ni wa mwili mmoja, sisi wote dhambi tumesamehewa pamoja, tutakufa kifo kimoja, tutarara usingizi mmoja, tutakula na kinywa moja, tumbo ni ile tu inafanana moja. Haleluya! Usijione kama uko na kitu tofauti na mwingine. Unaenda ukiwa unainama, na inatokea mahali pamoja sisi wote. Haleluya! Bwana asifiwe. Wewe haukuni dhahabu, wengine wakikuni ya ile ya kawaida. Hapana, digestion ni moja, kila kitu ni moja. Wacha malingo, inuka, tembelea mwenzako, nenea mwenzako, kuwa na shukrani kwa sababu ya kazi iliyofanywa katika msalaba na Kristo Yesu. Let's sing. Let the word of Christ dwell in you richly. Hawezi fanya haya yote kama neno la Bwana halidumu ndani yako. Haleluya! Kwa wingi. Kama vile ninataka kutajirika kifedha, hivyo ndivyo neno la Bwana linafaa utamani uweze kutajirika ndani yake. Goroshakara kantaraba. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Mwini ware wake inaterere ni uhoro mwega tia ona wege keno andume nyumbe mwe
maiguithanetie. Ya, adu wa nyumba mwe, watu wa nyumba moja, wakiwa na umoja, wakiwa na amani moja, wakiwa na uhusiano moja, wakiwa wanafanya kazi pamoja, wakiwa wanarara pamoja. Oh, kirababo shekebo ya ndarababoka. Bwana asifiwe. Kiswahili inatuambia neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote. Katika hekima, sio hekima tu ya Kristo, ni hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Uache nikwambie, hata saa hii kuna mtu anasema ai, naye huyu anakomeshaga ama anafanyaga. Kwa sababu hiyo ndio mafundisho. Hiyo ndio mafundisho. Kama sio mafundisho, haungesikia hivyo umesikia. Sababu mafundisho yakosoa, mafundisho yarainisha, mafundisho inakwasa, mafundisho inafurahisha. Wewe hutaki mafundisho, wataka kukaa tu vile unavyotaka. Ni woyo. Utendega kuthomithio, utendega gutongorio, utendega gutarwo, utendega kwirwo. Uikaraga we wiki. Uikaraga we wiki takeromi. Hallelujah. Kana ta muthige mune kukogoro. Ndore murata. Tondu riri ni uguikara hau na we ndore mune ku, ugutigwo hau. Urikaraga we ika. Riri ukabatara andu ndukamona. Riri ukabatara gutongorio ndukona mundu ndukona wa gutongoria. Tondu na andu matikuririkanaga, watu hawakukumbuki kamwe. Wakati unapowahitaji ndio wataenda mbali sana, kwa sababu hata wewe hauonekani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Samson hata ni rauga. Bwana Yesu asifiwe. Bali mtaa. Yeah. Unataka nini? Ati kwa sababu sasa ulifika mahali ukajiona ukiwa vile ulivyo, ukatoshereka ukiwa wewe utakuwa na gari 10, na wakati utahitaji kupelekwa hospitali hakuna gari itaendesha ile ingine. Ni mtu kama wewe yule unadharau atakuja kuendesha hiyo gari. Wewe utakuwa na macho na uwe na mdomo na uwe na masikio na uwe na miguu, lakini umelala na una msaada. Nani atakuja kukuambia pole? Ni kipofu, hakina macho, lakini kiko na amani, upendo, na kinajua kusamehe. Bwana asifiwe. Kina wingi wa neema ya Kristo, kina wingi wa neno la Kristo ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Usikubali kufungiliwa. Usikubali kufungiliwa nje na mambo yale. Kesho inakuhitaji, lakini hautaona msaada. Mwathani arogocwo. Tuikarite ndumaine na yani tumekaa katika giza. Kazi yetu sasa tunaraumu makanisa. Kazi yetu tunaraumu watumishi. Lakini ni wewe ulishindwa kuelewa na kutambua. Mungu amekupatia kila kitu, ujichagulie. Chagua kukaa na watu vyema, na wewe utakuwa na amani na utatajirika, na utakuwa na watu mtasaidiana pamoja. Chagua kuwa na ushirika na wao, nawe ukae ukiwa kipweke, na utakufa ukiwa kipweke. Yani uko na utajiri, lakini hautabuliwi. Kama unataka kutaburiwa, ingiana na watu ndio wajue matendo yako mema, waone kazi zako, ndio waweze kusema na fulani ameinuliwa, fulani amebarikiwa, na fulani ako na hekima, na fulani anaweza kukutoa mahali. Sio kukaa peke yako murogi. Haleluya. Bwana asifiwe.
Shilora jerate. Ate mafundisho inakata. Yenyewe inakata. Unajua watu wanatorokea mafundisho kwa sababu wanasikia kama wanagwarwa, lakini hawajui huyo ndio yule Mungu aliye hapo. Yeye atiaye jeraha ndiye anasifunga. Kwa nini anatia jeraha? Sababu kuna nafasi ya kukaa umekaa kulingana na vile unataka, na yeye anataka ukae kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Nikienda kumalizia nasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi. Si unasikia? Hata Mungu alijua mafundisho wakati wowote, neno la Bwana wakati wowote ni lazima lionye, ni lazima likanye. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuimbe wimbo wa saburi na tenzi za rohoni, huku tukimwambia Mungu kwa neema mioyoni mwetu, kimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwetu. Mtu amekasirika, mtu amejaza maadui, mtu asio kuwa anakusanyika na watu, ni wakati gani anaweza aibia Bwana neema? Mudo ikaragata murogire neri angeino hinya neri angeonania hinya wa Ngai. 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Nura iguwa leo. Sio wewe ufanye kwa sababu ya nilipewa mafuta ya anointing. Si kwa sababu ya kanisa yetu iko na watu wengi wala kidogo. Sio kwa sababu ya mtumishi wetu anatupenda ama anakuaga hivi na vile na vale vingine na forofa vivyo. Taonejo gutiro dwado matoigaga. Sio hayo. Uwe katika nafasi ya watu wabaya, uwe katika nafasi ya watu wazuri. Jambo lolote ufanyalo utendalo, tenda kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana asifiwe. Yes. Watu wa Mungu, nitamaliza na mstari mmoja. Tufunge hiyo chapter. Katika hiyo tu Colossians 3. Hiyo tu Colossians no, toka hapo. Colossians 1 mstari wa 27. Colossians 1:27 inasemaje? Inasema, hiyo ndio ninamaliza nayo, nimetumia wakati. 27 inasema, at to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ate. Kiswahili. Hope of glory, yes. Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi mulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu. Ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hallelujah. Whom we preach, number 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. Wisdom neke Gai mwadhani maundu maria mothe twathoma ri bakorwo nduri na mori nduri na oge akorwo ndurekanagira ri nduri na oge akorwo nduri thayo ri nduheanaga thayo ri nduri na oge akorwo nduhunjagia ri nduri na oge. Ni maige tomau. Ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimuonya kila mtu
na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Bwana asifiwe. Tuweze kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Leo unaona pade ile nimeandikaje? Colossians 2:1. Bwana asifiwe. Pole kwa sababu nilikuwa ninafaa kuandika Colossians nilikuwa ninafaa niandike Colossians nilikuwa ninafaa niandike Colossians 4:12 kuendelea. Sasa ndio tuingie haya mengine yote umeyapokea. Kesho tunaendelea na hiyo Colossians 2:1. Watu wa Mungu, upendo wa Bwana u pamoja nanyi. Mungu wetu anatupenda. Mawazo yake ni mema kwetu. Mahali tumefika, tutaendelea na kuyasikia mambo makuu na ya utukufu na matamu, ni kwa sababu tusiposikia na kutambua vyema ndio tuweze kuwa na revelation, hatutaweza kuwa na amani, kuwa na upendo, hatutaweza kusameheana, nasi ufalme wa mbinguni ama uzima wa milele hautakuwa nafasi yetu.